Simba ni miongoni mwa wanyama wakubwa zaidi wa familia ya paka wanaoishi katika makundi ambayo hufahamika kama pride. Unafahamu nini kuhusu simba? Karibu ambatana nami katika makala hii fupi inayofahamisha kwa undani kuhusiana na maisha, tabia na upekee wa simba. Mimi ni Mbushi Kwilasa na hii ni Travel TV. Simba huishi zaidi katika savana, misitu ya wazi na nyasi ndefu, hasa katika eneo la Afrika Mashariki na kusini mwa Afrika. Maisha ya simba yanakadiriwa kwamba huishi kwa wastani wa miaka 10 mpaka 14 ama hata miaka 20 na zaidi kwa wale ambao wanakaa kwenye hifadhi maalum. Simba ni wanyama wa kijamii ya tofauti kabisa na paka wengine wengi wa porini kwa kuwa huishi katika makundi makubwa tofauti na paka wengi. Simba mara nyingi zaidi majike ndio huwa wawindaji ambao huwinda kwa ushirikiano na kumvizia mnyama na kisha kumvamia. Kundi huwa linaongozwa na dume au madume wachache wenye nguvu wanaolinda eneo na hata familia. Simba hulinda maeneo yao kwa kutoa mungurumo mkubwa ambao unaweza kusikika mpaka kilomita 8 anapotoa, na hutumia masaa 18 kwa siku kupumzika au kulala ili kuhifadhi nguvu. Simba jike hutunza watoto kwa pamoja ndani ya kundi, na watoto hukua haraka na wanaweza kuanza kuwinda baada tu ya kufikisha angalau miezi 2 hadi 3. Simba ni paka pekee wa porini wanaoishi katika makundi makubwa, jambo ambalo linawawezesha kushirikiana na kuwa na ushirikiano wa kipekee katika swala la uwindaji na hata ulinzi. Mungurumo wao na sauti yao ambao huitoa ina nguvu zaidi ya kifalme kwa wanyama wengine. Lakini pia madume huwa yanaonekana kwa utofauti na majike kwa kuwa na manyoya ambayo ni tofauti na wengine. Simba ni wanyama wenye misuri, uwezo mkubwa wa kushambulia. Mara nyingi zaidi wanaweza kumshinda hata mnyama mkubwa zaidi ambaye anawazidi. Simba kwa tamaduni nyingi huwa ni ishara ya uongozi, ujasiri na hata utawala. Unatamani kufahamu kitu gani kingine kuhusiana na mnyama simba? Tuandikie maoni yako. Hii ni Travel TV, mimi ni Mbushi Kwilasa. Anaweka territory ya kwake hapo. Dume jingine lisiruke imejitahidi.